Wapendwa taifa la Mungu, tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu cha Kwaresma. Na leo kwa namna ya pekee, Dominika hii ya 3, tunapata nafasi ya kutambua moja kati ya nguzo za kipindi hiki cha Kwaresma kuwa ni toba. Ni mwaliko wa kufanya tathmini na kujitazama ni wapi vilipo vilema vyetu na udhaifu wetu, na ni wapi tunapopaswa kupashughulikia. Kwa hiyo huu ni mwaliko ambao kila mmoja anapaswa kuupokea, si wakati tu wa kipindi cha Kwaresma, ila ni wakati wote. Ila kipindi hiki ni kipindi cha pekee na ni maalum kwa ajili ya kufanya hivyo. Tunasikia kwenye somo letu la Injili, watu wanamwambia Yesu juu ya mtu mmoja aliyekuwa katili sana aitwaye Pilato. Wagalilaya hawa walienda hekaluni kutoa dhabihu. Pilato aliwakamata, akawakatakata, akachanganya damu zao na dhabihu walizopeleka. Huyu jamaa alikuwa mtu katili sana, hatari kweli. Wanamwambia, hebu tuambie juu ya watu hao. Waisraeli waliishi katika utamaduni wa kuamini mtenda dhambi huwa anaadhibiwa na Mungu. Waisraeli wameishi wakiamini mtu anayepatwa na majanga ni kwa sababu ya dhambi alizonazo. Kwa hiyo kwa Waisraeli, ukifa una tatizo, ukipata changamoto ya kazi ya maisha una tatizo, ukiugua wewe ni mdhambi. Na ndio maana katika Injili ya Yohane sura ile ya 9, yule kijana kipofu wanamwambia Yesu, sasa Bwana, huyu aliyetenda dhambi atakuwa ni nani, wazazi wake au yeye? Hapo wale watu wanafiki kweli. Yule ndugu si alizaliwa kipofu, sasa alitenda dhambi wapi? Tumboni. Lakini anamuuliza nani kati ya huyu na wazazi wake? Lakini Yesu anawaambia hakuna, sio huyu wala sio wazazi wake. Na Yesu anawalizia tu vizuri, na nyie msipotubu mtaangamia kama wao. Na Yesu sasa anaendelea kuwapa mfano wa pili. Anaambia kuna wale watu 18 waliangukiwa na mnara pale Siloamu. Mnafikiri wale walikuwa ni wadhambi zaidi kuliko wengine? Hapana. Na ninyi msipotubu mtaangamia. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba Mungu hana nafasi ya kumwadhibu mwanadamu. Mungu ni mwema, haleti mabaya kwa watu. Ila kwenye maisha tunayoishi tunaweza tukakutana na mambo mbalimbali. Hao wameangukiwa na mnara, pengine ni mjenzi tu aliyekuwa na ujenga ule mnara, akuujenga ukiwa imara. Labda akwenda chini vizuri inavyotakiwa, pengine akuweka mchanga au saruji vizuri. Ni majanga ya kawaida tu. Unaweza ukatoka hapa mzima, ukatembea kidogo, ukapata ajali. Unaweza ukagongwa hata na pikipiki, ukaanza kujiuliza, naona wananitafuta. Wakina nani? Ni hali ya kawaida tu. Ni hali ya kawaida. Unaweza ukaugua. Ni hali ya kawaida tu. Sasa kama umeng'atwa na mbu mwenye vimelea vya malaria, unategemea nini? Unaweza ukapata tu malaria, utegemea na kinga yako ya nini? Ya mwili. Katika maisha yetu leo unaweza ukapata, kesho unaweza ukafanyeje? Ukakosa. Ni sehemu ya maisha. Unaweza ukaugua
ukauliwa, unaweza ukafiwa, yani ni maisha yetu. Kwa hiyo Yesu anatusaidia leo kujua hata changamoto ambazo tunapitia kwenye maisha na yote tunakutana nayo hayatoki kwa Mungu. Mungu hamjaribu binadamu. Mungu hawezi kumpa mtu mambo mabaya. Na tazameni, ikiwa sisi tunapokuwa na changamoto kwenye maisha yetu, tunamkimbilia Mungu ili atuokoe, hakuna namna Mungu atatuletea matatizo kwenye maisha yetu alafu tena tumkimbilie kwa njia ya sala alafu ayaondoe hayo matatizo. Huyo atakuwa sio Mungu bali kituko. Haiwezekani. Hamna Mungu ambaye hana shughuli za kufanya. Yaani awe na shughuli za kuwapa watu shida alafu wanawasubiri wamkimbilie aende akaziondoe hizo shida. Hayupo. Labda huyo Mungu angekuwa ni ana akili za kwangu mimi na akili za kwako wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Unaweza ukakaa sehemu ukawatengenezea watu tatizo alafu baadaye unataka ulitatue ili wakuone shujaa. Ili wakuone shujaa. Huyo sio Mungu. Mungu hana muda wa kuwajaribu wanadamu. Kwa hiyo katika changamoto zetu zote za maisha tunazopitia, ni sehemu tu ya maisha ya duniani, ni sehemu ya pilika zetu, kupanda na kushuka, ni mahangaiko tu ya dunia. Kwa mfano ndio ile ambayo huwa anapenda kuambia, tazameni hapa tuko wengi hapa, wengi jinsi tulivyo. Kila mmoja hapa anapitia changamoto yake. Kila mmoja anapitia changamoto yake. Kuna watu tuko hapa tuna changamoto za afya. Lakini kuna wengine afya yetu nzuri, tuna changamoto ya kipato. Kuna mtu hapa ana changamoto ya kazi. Lakini wewe mwenye changamoto ya kazi hauna uhakika hata na kazi yenyewe. Kuna watu mna furaha ndani ya ndoa, lakini kuna wengine pengine wako hapa wameachana. Na mwingine leo anapata kazi, lakini kuna mwingine leo anakosa kazi. Kuna mwingine leo hii una matatizo ya kimahusiano, kuna mtu ana matatizo ya chakula. Hajui hata leo atakula nini. Na hapa ni kwa sababu tu mnaona tunaangaliana hivi. Hebu jitahidi kumwangalia jirani yako kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Muangalie tu jirani yako kwa ukweli, na niwaambieni tu, kila mmoja hapa ana msiba wake. Ni kwa sababu hatujapata nafasi ya kusimuliana. Hatujapata nafasi ya kusimuliana. Na tunapotembea tuna majanga yetu. Siku moja nilikuwa natembea sehemu, kuna mtu akaniangalia akasema, Father, pole." Nikamwambia pole ya nini? Akasema, "Nimekuona unaongea peke yako." Nikamwambia ni swala la muda tu, hata wewe itafanyeje? Itakufika tu. Muda huu nipo kwenye kikao na nafsi yangu kwa yale ninayofanyeje? Ninayoyapitia. Wewe mshukuru Mungu kama ninayoyapitia mimi, wewe ufanyeje? Uyapitie. Lakini ukweli ni kwamba tukubali, kila mmoja ana changamoto zake kwenye maisha. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa kila mmoja anayo magumu na changamoto anazozipitia, na kwa ulimwengu tunaoishi ambao muda na saa yoyote unaweza kuwa chochote, chagua kuwa mwema. Chagua kuwa mwema. Niliposema muangaliane, ukijitambua una changamoto na unamtazama jirani yako, napenda nikwambie ana changamoto, usimuongezee changamoto zingine. Ndio, usimuongezee changamoto zingine, kwa sababu inawezekana kuna mtu pembeni yako ameyabeba makubwa zaidi kuliko uliyobeba wewe. Sababu inawezekana kuna mtu sasa hivi kutoka naye hapa tunasali, lakini ana mgonjwa wake yuko ICU. Msifu Yesu Kristo. Inawezekana kuna mtu tuko naye hapa, leo ndio siku ya mwisho ya kulipa kodi. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mtu inawezekana tuko naye hapa, hakopesheki tena. Hayo ni majanga tunayo kwenye maisha yetu, ni mahangaiko. Ndio maana sisitiza, mtazame jirani yako.
yako, usimuongezee tena matatizo mengine, alionayo yatosha. Na kwa sababu pengine mtu aliyoko jirani yako ana matatizo makubwa kuliko ulionayo wewe, chagua kuwa mwema, kwa sababu yawezekana aliyeko jirani nawe ana matatizo makubwa, ungeyapata wewe, haki ya Mungu ungekufa. Ndiyo, kwa sababu tuna uwezo tofauti wa kuyabeba matatizo yetu. Kuna mtu ana tatizo dogo, unaona ana haha, lakini kuna mtu inawezekana ana matatizo hapa mengi, lakini kimya kimya tu anavumilia. Anaambia Mungu, mimi najua ulikonipitisha kote, hata hili nitapita tu. Lakini kuna mtu sasa hivi kwa matatizo yako ulionayo, unakaa mpaka unajiuliza, Mungu nilikukosea nini? Wewe unajiuliza Mungu ulimkosea nini, hujui? Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Sasa sikiliza nikwambie, somo letu la kwanza linatusaidia. Mungu anamwambia Musa, nimeyaona mateso ya watu wangu na nimesikia kilio chao, nami nimeshuka nije niwasaidie. Aha, kumbe kazi ya Mungu ni kushughulika na matatizo ya watu. Kazi ya Mungu ni kushughulika na mahangaiko ya wanadamu. Na daima Mungu anawaangalia wanadamu, anawasikiliza wanadamu, na pale anapoona wanahitaji msaada, anashuka ili kuwasaidia. Na ndo somo letu la kwanza. Kwenye somo la pili ni ile safari ya Waisraeli jangwani. Waliweka agano na Mungu ya kwamba sisi utakuwa Mungu wetu na sisi tutakuwa watu wako. Hawakuangamia kwa sababu Mungu aliwaadhibu, ila waliangamia kwa sababu ya yale waliokuwa wanakutana nayo kule, majanga mbalimbali. Na Yesu anaposema hivi, au watu msifikiri kwamba walikuwa ni wadhambi na nyie msipotubu mtaangamia. Maana yake kuna hali katika maisha tuna uwezo wa kukutana nazo hata kama sisi tu wema, ila tusisubiri tupate shida ndio tumrudie Mungu. Kwa hiyo kwamba ukiwa mzima, ukiwa una afya, una mafanikio, una kipato, una kila kitu, we Mungu hana nafasi. Siku pengine umepata ajali, ndio tunakuona kanisani, unakuja pengine unaburuza miguu. Vipi? Yanasema ilikuwa nife mimi. Kwa hiyo ngoja nimrudie Mungu. Hatumrudii Mungu kwa sababu ya matatizo, hatumrudii Mungu kwa sababu ya shida zetu. Ndio maana Yesu anawaambiaje, hata nyie msipotubu mtaangamia. Kwa sababu wale watu hawakuwa wabaya, ila walikutana na Pilato mwenye roho nini? Mbaya. Maana yake hata kama alikuwa kuna mtakatifu kati yao, na yeye angeweza kufanyeje? Angeweza kuchanganywa na wale akauawa. Lakini hata kama angeuawa na Pilato, lakini angeuawa akiwa na hali ya nini? Ya unyofu na utakatifu ndani yake, kwake ni faida. Sasa wale wengine kama walikatwa na walikuwa katika hali ya dhambi, wamekufa mara mbili. Wale walioangukiwa na mnara, anasema hata na nyie mnaweza kufa. Hata nyie hapa mlipo mnaweza mkaangukiwa na chochote. Na katika hilo basi, kwa kuwa maisha lolote linaweza kutupata kwenye maisha yetu, mtubu. Tumsifu Yesu Kristo. Jipatanisheni na Mungu, iweni watakatifu, kwa sababu hatujui. Na tena hatujui nini? Hatujui siku wala saa. Jamani, na hii ndio Kwaresma inatupa nafasi tutubu, tubadilishe njia zetu. Yawezekana Kwaresma hii ndio Kwaresma ya mwisho kwako. Hakuna Kwaresma nyingine, na sio mimi, ni Mungu anayesema. Mungu wa nafasi ya pili. Somo hili hapa akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu. Akaenda kila mwaka akitafuta matunda asiyapate. Na yeye akajisemea, kwa sababu mtini huu hauzai, acha ni ukate. Yawezekana hata mimi na wewe kila wakati Mungu anakuja kwetu, haoni matunda ambayo mimi na wewe tunazaa. Na hivyo Mungu anafikia hatua ya kutukatia tamaa. Lakini mfano huu unatupa nafasi ya kuona huruma ya Mungu anayetoa nafasi kwa watu. Yule mtunza bustani anamwambia niachie.
ngoja niulimie pembeni, niuwekee samadi, tuumwagilie vizuri. Mwakani usipozaa kata, ukizaa vema, acha uendelee. Hii ni nafasi ya pekee ambayo kila mmoja anapewa na Mungu ya kuzaa matunda na kuzaa matunda mema. Kwenye somo la kwanza, Mungu anapomuita Musa anamwambia, sikiliza, kabla ya kuja hapa, vua viatu vyako. Mpendo wangu, na wewe ili umkaribie Mungu, vua viatu vyako. Viatu vyako ni nini? Yawezekana ni kiburi, yawezekana ni majivuno, yawezekana ni masengenyo, yawezekana ni uchoyo. Ni nini viatu vyako? Vile vinavyovunja urafiki kati yako wewe na Mungu, vinavyokuweka mbali wewe na watu wengine. Ni nini kiatu chako? Kivue hicho kiatu chako. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Kwa namna ya pekee tunaalikwa kuikimbilia sakramenti ya kitubio. Sakramenti ambayo wengi tunaiogopa. Wengi hatupendi kuungama. Na hata kuna wengine inawezekana tuko hapa tukiulizana, mara ya mwisho lini umeenda kuungama? Mara ya mwisho lini umeenda kuungama? Sikumbuki, si yule wakati ilikuwa ni sikukuu tunakaribia Noeli, si ni nini? Alikuja Padre Nestor alikuwa anaungamisha hapa ndani. Father Kaombe alikuwa anaungamisha pale nje. Mimi nikakaa pale. Watu wote wakaja hapa ndani kwa Father Nestor na wengine wakaenda kwa Kaombe. Mimi wakawa watu wanaogopa kuja kwao. Kwa hiyo ikabidi nifanyeje? Ikabidi nilazimishe watoto, kwa sababu nikajua watoto hawataogopa. Haya, ni watoto njoni, na watoto nao wameiga wazazi wao, nao hawataki kuja kwangu. Haya, mlioko nje ingieni chap chap. Tuelewane vizuri. Tuelewane vizuri. Usiogope sakramenti ya kitubio kwa kumwogopa padri. Usiniogope mimi kwamba unajua paroko ananijua mimi, labda anamjua mke wangu, anawajua watoto wangu. Wala usiniogope, kwa sababu sakramenti ya kitubio sio sehemu ya hukumu kwa mtu aliyetenda dhambi. Mtu anapotenda dhambi anamkosea Mwenyezi Mungu. Anamkosea Mwenyezi Mungu. Mimi kwa nafasi ya ukuhani, si mimi ninayemuondolea mtu dhambi, na hivyo sina haja ya kumhukumu mtu kwenye sakramenti ya kitubio. Unapokuja unakuja kuzungumza na Mungu wako, sio sakramenti ya hukumu, ila ni sakramenti ya upendo na huruma ya Mungu ambayo mtu anaalikwa kuipokea. Sipasi ni kuhukumu kwenye sakramenti ya kitubio. Ndio maana mara nyingi watu mnafanya makosa, mkiniona mnaogopa. Hampasi kuogopa, wewe njoo. Niko pale kwa niaba ya Kristo, siwezi kukuhukumu, siwezi kuhangaika na chochote. Wewe sema, ungama dhambi zako, ujipatanishe na Mungu. Watu wao wanauliza, juzi Padre Kesi alikuwa anafundisha kabla sijaingia, najua utulivu baadhi. Akasema hakuna dhambi isiyosamehewa. Nilikuwa nje, nikatamani niingie nimwambie, ipo dhambi ambayo haisamehewi. Mnajua dhambi gani ambayo Mungu hawezi kusamehe? Acha kukufuru mtakatifu, hata ukimkufuru si unaenda tena kuungama kwamba umekufuru, unasamehewa. Dhambi ambayo Mungu hawezi kusamehe ni moja tu. Dhambi ambayo Mungu hawezi kusamehe ni ile ambayo mtu hajataka kuungama. Hapo vipi? Sasa hujataka kuungama, sasa utasameheweje? Sio kwamba kweli Mungu hawezi, Mungu anasamehe dhambi zote. Usipotaka kuungama Mungu akusamehe. Ukiamua kuungama Mungu anafanyaje? Anasamehe. Na sisitiza, sakramenti ya kitubio ni sakramenti ya huruma na upendo wa nini? Baba kamona yumbali, kashikwa na huruma, akakimbia kumlaki, kamkumbata na busu. Sikiliza, baba kamuona yumbali, kashikwa na huruma. Hiyo ndio sakramenti ya kitubio, ni sakramenti ya huruma. Na baba anakimbia kwenda kumlaki, kamkumbata na busu, ni sakramenti ya upendo. Usiogope kuungama, njoo ungama. Lakini basi
Kwa kuwa huo uoga sio rahisi kuondoka, nimefurahi wakati natafakari Injili jana usiku. Kuanzia wiki ijayo kuna padri mgeni atakuja hapa kwetu, atakuwa anaishi pamoja nasi hapa. Jana wakati natafakari Injili usiku kabla ya kulala, nikasema huyu jamaa akija nitamuomba mapema kabla hamjamzoea hajawajua na nini, muendeende kwa ajili ya sakramenti ya kitubio. Muendeende mkaungame mpaka akija kishaanza kuwafahamu anakuwa ameshasahau dhambi zenu. Tuko pamoja? Kwa hiyo atakuja wiki ijayo, nitamuomba kwa ajili ya kazi hiyo, atakuwa pamoja nasi hapa. Kwa hiyo nitawaomba wote jamani, mjitahidi mje, atakuwa padri mgeni hapa. Kwa hiyo mjitahidi mje, mfanyeje? Mje muungane. Lakini ukiwa jasiri, wewe njoo tu ungane. Kwa sababu unapokuja unajipatanisha na nani jamani? Na Mungu. Wewe usiogope, wewe ukiweza njoo. Lakini ukishindwa usikose nafasi ya kitubio. Lakini basi ukiona hapa Kipunguni tunafahamiana, jamani, parokia ya Kitunda hata kwa miguu ukiamua kufanya mazoezi inafikika. Mji mpya relini zamani nyesi mlikuwa mnaenda kwa miguu. Nenda pale. Tena paroko Muhindi. Kiswahili anakuwa juu vizuri, wewe tamka tu. Kuna namna unaweza kutamka hata asielewe vizuri unasema nini. Basi unamalizana naye. Nenda hata bomba mbili. Nenda hata Ukonga hapo. Kwa hiyo unaenda kuungama kule, ukifika padi naomba maungamo. Hana haja ya kukuuliza ni nataka kitubio bwana. Unaungama zako unamaliza, ukirudi hapa mambo safi tu yanaendelea vizuri. Sio lazima uje ungame kwangu. Ila lakini hakikisha usikose nafasi ya kufanyaje? Kuungama. Kwa sababu ni kwa faida yako na ni jambo zuri ambalo Mungu anafanyaje? Analifurahia. Mdhambi anapotubu, Mungu anampokea, ni furaha mbinguni. Pili, inawezekana unaiogopa sakramenti ya kitubio kwa sababu pengine siku moja uliwahi kwenda kwa padri ukapata changamoto. Labda umefika, haya padri na ungama nili nani wewe umesema ni mtu wa ndoa? Ndio. Kwa nini ulifanya hivyo? Hebu ulifanya na nani? Mara ngapi? Sasa ukishakutana na hali hiyo, ukiniona hivi unaona ile kipindi kile kibano nilichokipata niende tena leo nikaungana, haiwezekani. Tumsifu Yesu Kristo. Iliwahi kutokea tulipokuwa wanafunzi kwenye nyumba moja ya mapadre na wanafunzi wao. Walikuwa na kawaida kila mwezi wanawapa wanafunzi wao maungamo. Sasa siku moja ikatokea padri mmoja mzee mgeni akaenda kwenye ile nyumba. Alipofika pale, ile babu vijana walipomuona wana mapadri wao walezi wakakimbia wote kule pale. Babu wachache wakaenda kwa yule mlezi. Wakaenda kwa walezi wao. Basi wakasema tutana babu kwa sababu hatujui na huyu ni mzee ngoja tukaungana. Basi wa kwanza akaanza akafika kwenye maungamo. Alipofika akaanza, baada ya muda wakasikia tu sauti. Unasema ni wewe ndio umefanya haya na bado uko seminarini? Ule mstari wote ukakatika, watu wakitoka kwa kawaida. Kwa sababu wale waliokuwa yule aliyetangulia na hao waliobaki walikuwa wanashuhudia kabisa yule mwamba ni mtakatifu zaidi kuliko wao. Sasa wakagundua kama aliye mtakatifu kuliko wao, dhambi yake inamtaka aondoke seminarini, wao ni wakina nani? Itabidi waondoke tu waende upande mwingine. Tumsifu Yesu Kristo. Yawezekana kweli ulipata changamoto kwenye sanduku la maungamo. Usiogope kuungama kwa sababu hauendi kuungama kwa mtu yule yule. Kwa hiyo pengine ulikuja kwangu ukapata changamoto, nenda kwa Padre Nestori. Lakini daima mimi siwezi kukupatia changamoto kwa sababu ninajua sakramenti ya kitubio ni sakramenti ya huruma na ni sakramenti ya upendo wa nani? Wa Mungu. Mtu anapokiri makosa yake anahitaji kupatiwa msamaha. Zaburi ile 51 Daudi anaimba akisema, Mungu ukatai moyo mnyofu unaomba nini? Unaomba toba. Moyo ule uliopondeka ule Mungu hawezi kukataa hivyo. Narudia tena kusema, dhambi ambayo Mungu hawezi kuisamehe ni ile ambayo mtu hajaamua kuiungama. Basi. Sawa. Ya tatu. Tuendeni kwenye sakramenti ya kitubio. Kwa sababu tunapoenda kwenye sakramenti ya kitubio
tunapata nafasi ya kutafiti mioyo na kuona wapi tumemkosea Mwenyezi Mungu. Kabla ya sakramenti ya kitubio kuna mambo muhimu sana. Huwa ni kujutia dhambi na kukusudia kuacha dhambi. Kujutia na kuikusudia kuacha. Ndio maana ni mara nyingi ni vizuri twende tukaungame ili tusaidie kuziacha dhambi zetu. Tunapoenda kwenye sakramenti ya kitubio inatusaidia kukutana na Mungu mwenye huruma na mgawaji wa neema zinazoweza kutusaidia kumpiga vita shetani. Tunapoenda kwenye sakramenti ya kitubio inatusaidia pia kutambua ya kwamba na sisi ni wadhambi na sisi ni wakosefu. Mtu ambaye haendi mara nyingi kwenye sakramenti ya kitubio hana nafasi ya kuwasamehe watu wengine makosa yao. Hana nafasi hata siku moja. Kwa sababu mtu ambaye hajitambui na hajijui kwamba yeye ni mkosefu atashindwa kuelewa kuona watu wengine kwa nini wanakosea. Mtu ambaye anajitambua kwamba na yeye ni mdhambi na anaweza akajua ni kwa nini nimetenda dhambi, ni rahisi kutambua ya kwamba kuna wengine kweli wanaweza wakashawishika na wao wakatenda dhambi. Mtu asiyeenda kuungama daima anabaki akijiamini ya kwamba yeye ni mtakatifu. Somo la pili limemalizaje kusema? Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Mtume Yohana anasemaje kwa watu wote? Anayesema hana dhambi anajidanganya na wala kweli haimo ndani yake. Sisi sote tu dhaifu. Sisi sote tu watenda dhambi. Mbele ya sakramenti ya kitubio inatusaidia kutuanika, kutuacha wazi, kuona hali zetu. Na ni kwa sababu hiyo tunaweza kujifunza hata mbele ya wenzetu. Tunapokiri udhaifu wetu, tunaweza kugundua na kupenda na kutambua udhaifu wao pia. Inawezekana ndani ya nyumba zetu na familia tuna magomvi, hatuna uwezo wa kusameheana kati ya mume na mke. Na kwa sababu hiyo upendo unajitenga na tunabaki kuwa watu wa chuki na vita. Tunarithisha tabia zetu hata kwa vizazi na watoto wetu. Watoto wetu wanaweza wakashindwa kupendana, wanaweza wakashindwa kusameheana, wanaweza wakashindwa kuchukuliana kwenye madhaifu yao kwa sababu wazazi wao ni viburi, wazazi wao ni majeuri, wazazi wao ni wakamilifu na wanajiona ya kwamba daima wamesimama. Sakramenti ya kitubio inatunyenyekesha, inatufanya tuwe wadogo, na daima unyenyekevu ni fadhila kubwa na ni fadhila ya maana. Kwa sababu anayejishusha huyu ndiye anayefanyaje? Anakwezwa na Mungu. Ila anayejinyanyua anapoteza hiyo nafasi ya pekee mbele ya Mungu. Tusijinyanyue, tusijikweze katika dhambi, tukakuza kiburi kwenye maisha yetu. Ila tujishushe na tujinyenyekeshe. Tutambue madhaifu yetu na tuwe wapole tu, tuwe wanyenyekevu tu, ili Mungu atushughulikie, ili Mungu atutengeneze. Tutumie kipindi hiki cha Kwaresma kila mmoja kutambua ndani ya nafsi yake wapi ambapo anahitaji kurekebisha. Wakati ni sasa, wakati ni huu, hatuna wakati mwingine. Yawezekana kwa miaka hii Mungu amekuwa anakusubiri uzae matunda na hajakuona ukizaa hayo matunda. Basi wakati ndio huu. Lima pembeni, tengeneza pembeni, na angalieni kwa namna ya pekee. Tulivyoambiwa ulimie mtini uweze kuzaa. Shughulika zaidi na mambo yako, achana na mambo ya watu wengine. Shughulika na dhambi zako. Kwa sababu inawezekana unahangaika na watu wengine wakati hata wewe mwenyewe pia uzai matunda. Uzai matunda. Na niwaambieni, ikiwa huyu mtunza bustani anamwambiaje, hebu uache mwaka huu kwanza niushughulikie, niulimie, niweke manyua na kila kitu na samadi uzae. Sikiliza, kuwasema watu vibaya, kuwasema watu dhambi zao, kuyasema watu makosa yao hauwasaidia watu kuzaa matunda. Hauwasaidii. Shughulika kwanza na dhambi zako. Shughulika na udhaifu wako. Shughulika na ubaya wako. Limia kwa kuungama,
mwagilia kwa neno la Mungu na sala, ongeza baraka kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu ili uzae matunda. Matunda gani? Ya upendo, ukweli, msamaha, uvumilivu, utu wema, kiasi, furaha, imani. Tukishazaa hayo matunda, ndio yatafanyika baraka kwa wengine na wao kuzaa matunda mema. Watu hawatozaa matunda mema kwa kupokea mabaya kutoka kwetu, ila watayazaa matunda mema kwa kupokea mema kutoka kwetu. Na tukifanya hivyo, Mungu atasema jambo moja tu: heri mtumwa mwema na mwaminifu. Narudia tena, katika ulimwengu ambao unaweza kuwa chochote muda wowote, chagua kuwa nani? Chagua kuwa nani? Haya, mkuje.